Bwana msikilizaji, unaambiwa kwamba mambo yanazidi kupamba moto na taarifa ya kutoroka kwa Mama Joe pamoja na kijana Gamba. Hii taarifa bwana inampa wakati mgumu sana huyu binti wa kuitwa Glory. Glory hadi anashauriwa kuhama Madagascar kwenyewe. Lakini pia upande wa Mama Joe anahitaji kuipeleka vita hiyo kwa babake na Glory. Tunajiuliza, je, watafanikiwa kumkamata baba yake na Glory? Bwana msikilizaji, karibu sana kwenye hii sehemu ya 8, mzigo mtamu wa kuitwa Hitman Driver kutoka kwake Edazaria G Msulwa. Langu jina linaitwa Uncle J Simulizi. Karibu sana tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Huu mzigo wa kuitwa Hitman Driver kutoka kwake kijana Gamba. Karibu. Mme wangu, mimi nina wazo. Na kusikiliza mke wangu. Una wazo gani? Nakumbuka kipindi ambacho mnamtafuta mtoto wetu Joe. Mme wangu uliniambia kwamba mlienda kumuulizia nyumbani kwa babake na Glory. Na mlimkuta babake Glory. Ndio, ni kweli kabisa. Tulienda mpaka kule kwa kina Glory. Sasa mme wangu, unaonaje kama tukimteka babake na Glory? Tukimteka babake na Glory, basi mimi nina uhakika tutaweza kumrudisha nchini Tanzania Glory. Na Glory akishindwa kuja nchini Tanzania, basi baba yake atakwenda kulipa kwa yale yote aliyotufanyia kwa kumuua mwanangu na kwa kuniteka mimi na kunidhalilisha juu. Naam. Mama Joe alizungumza kwa msisitizo na mumewe hakupinga kabisa, zaidi ya kukubaliana na kila alichoelezwa na mkewe, kwani kumteka baba yake na Glory ni njia mojawapo ya kulipiza kisasi. Nisikilize mke wangu. Wewe kwanza hapa umeongea pointi ya maana sana. Ngoja mimi ni watume wale vijana wakaifanye kazi. Tena naamini wataifanya hiyo kazi kwa umakini mkubwa sana. Mme wangu, we mtume tu Gamba. Hawa vijana wako mimi kwa sasa hivi hata siwaamini ujue. Mfano ukimtuma huyu kijana wako, anaweza akaenda huko, akaenda akamtonya mzee na akakimbia mzee huyo. Na huyu kijana wako anaweza kaja hapa akatogea tu stories za kwamba mzee hayupo. Lakini huyu kijana Gamba, huyu ndo kumwamini. Gamba hawezi kutufanyia mazingzong. Alafu kweli mke wangu, unajua kama yule mshenzi yule alitusaliti, mimi naamini kabisa mke wangu, wapo wasaliti wengine ambao ni wengi tu wanaweza wakatusaliti. Ndo hivyo mme wangu. Unajua Gamba anajitoa sana kwa ajili yetu. Alafu Gamba hatujui nini ambacho cha kumlipa kwa kweli, kwa sababu amekuwa ni mwaminifu sana. Unachokisema mke wangu ni sahihi. Gamba amekuwa ni mtifu kijana sana. Amekuwa kijana mtifu sana. Na isitoshe nilishawahi kwenda anapoishi babake na Glory. Na nilipoenda kule nakumbuka nilikuwa na Gamba naye kule. Ngoja mke wangu, ngoja nimpatie kazi yo Gamba. Na ikiwezekana Gamba hii kazi akaifanya usiku huu. Naam, msikilizaji, mzee Mashushu akakubaliana na mkewe. Walirudi chumbani, wakabadilisha nguo na kisha wakaelekea sebleni. Unajua Gamba, mara ya kwanza nilipokuona nikajua kabisa huwezi haya mambo. Kwa nini baby? Natueni nilikuona kijana fulani hivi kati yangu mimi na wewe, nani ambaye alitakiwa amuhisi mwenze tofauti? Mimi ndo niliamini wewe ni mtoto wa tajiri ambaye hizi show hizi
huziwezi, labda kama unaziweza basi mnafanya kizunguzungu. Ila Gamba, mimi nakwambia ukweli Juliana, ila leo umenikuna vizuri sana Gamba. Yaani umenikuna kiasi cha kwamba umenifanya mpaka nifike kwenye kilima cha Mlele Kilimanjaro. Sikumbuki mara ya mwisho nimefika lini, lakini hapa utokiniambia nimejisikia raha mara ngapi hata sikumbuki. Wakati wako chumbani Gamba pamoja na mpenzi wake Juliana wakiongea na kusifiana habari za mapenzi, ghafla mlango ukagongwa. Gamba, hebu nakuomba mara moja. Sawa mama, nakuja. Gamba ilibidi ashuke kitandani. Nisikilize, usitoke, acha nioge fast. Asa Gamba, unachoogopa ni nini ikiwa wazazi wanajua kila kitu? Kuna kitu kinaitwa heshima. Hata kama wazazi wanajua mahusiano yetu, lakini lazima tuwe tuna heshima. Huna lolote, sema tuwe muoga. Sio muoga, kila kitu ni heshima, na heshima ni muhimu sana baby wangu. Okay, sawa mpenzi wangu, nimekuelewa. Gamba alioga haraka kabadilisha nguo na kisha akaelekea sebleni. Gamba alipofika sebleni alikutana pale na mzee Mashushu. Kijana wangu Gamba. Ndio mzee wangu. Najua umechoka Gamba, ila kuna kijikazi hapa kidogo. Sisi watatu tumejadiliana hapa, tumeona wewe ndiye mtu wetu sahihi wa kuweza kuifanya hii kazi. Mzee Mashushu alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama Gamba aliyekuwa anawatazama kwa umakini mno. Bila shaka unakumbuka ile siku tulipokwenda Kimara kumtafuta babake na Glory? Ya, nakumbuka mzee wangu. Pale unapakumbuka ile nyumba, unaikumbuka? Ya, napakumbuka. Sasa sisi tunachokihitaji tumpate baba yake na Glory. Tukishampata babake na Glory, hii itakuwa ni njia nzuri ya kuhakikisha kwamba tunampata Glory popote alipo. Ni sawa mzee wangu, lakini mimi ninaweza nikafikiria nje ya boksi kidogo. Sijajua kama mawazo yangu yatakubalika au la. Zungumza tu Gamba, uwe tu huru. Mama Jo alizungumza huku akimtazama Gamba usoni mwake. Kama Glory amekimbia nchini Tanzania, naamini huu ni mpango wake wa muda mrefu sana, na alikuwa anasubiria muda sahihi wa kuweza kutekeleza huu mpango wake, ikiwamo kutoroka na baba yake hapa. Na kama amefanya hivyo, ni kwamba atakuwa mbele ya mawazo. Ni lazima Glory atahakikisha kwamba wale wote ambao kwake ni watu wa umuhimu, au labda ni watu ambao ni udhaifu kwake, ni lazima tu ataondoka nao. Ni lazima tu atawatanguliza kwenye safari yake, ili ikitokea kutokea basi aweze kujikomboa yeye kama yeye. Alafu kweli, unajua hili sikuliwaza kabisa. Don Rafael alizungumza kwa sauti ya kawaida kabisa. Gamba akaendelea kusema, alafu pia kitu kingine ambacho nimeweza kukijua kutoka kwa Glory. Glory ni jasusi mwenye mafunzo makubwa sana. Hebu ngoja kwanza. Unasema? Glory ni jasusi aliyefundishwa kuua kwa kipindi chake chote cha utoto wake. Na tena mafunzo hayo amepatia North Korea. Yule mjomba wake Gumbo, nahisi aliuona mwisho wake, kwa alijiandaa kumtengeneza mrithi wake ambaye ndo Glory. Glory ana mafunzo ya kijasusi kutoka nchi mbili tofauti, North Korea pamoja na Cuba, ambapo kwa Cuba aliongeza mafunzo ya komando kwa miaka 2. Kwa wazee wangu, kitu ambacho naweza nikawaambia hapa kwa ufupi kabisa kwamba hapa Tanzania toka amekuja Glory ana miaka 3 tu,
na target yake kubwa Glory ilikuwa ni nyinyi hapo. We Gamba, umejuaje mambo yote haya? Rafiki yangu nilimwomba msaada wa kwenda naye Madagascar. Alinipatia faili la Glory. Na kama mtahitaji, mimi nitaomba kwa ajili ya nyinyi kuweza kujionea nyinyi wenyewe, ili mjue hata tunavyopambana ni kwamba tunapambana na mtu ambaye kwa sasa ana kila kitu. Mjue lazima kwamba tunapambana na mtu ambaye hii vita sio vita ya kuichukulia kiurahisi. Kwa sababu tulisikia kwenye msiba wa mjombake Gumbo amehudhuria mpaka rais wa North Korea. Basi tujue kabisa kwamba hii vita haipiganwi na Glory peke yake. Itapiganwa na watu wenye nguvu duniani. Ila acheni mimi nifanye kazi yake. Kazi yenu. Acheni mimi nifanye kazi yenu kwamba nikaangalie kwenye makazi ya baba yake. Nikimkuta baba yake nitakuja naye hapa. Na nisipomkuta baba yake Glory, basi tujue kabisa kwamba tupo nyuma ya muda. Glory alikuwa mbele ya muda. Sawa, sasa sikiliza kwanza Gamba. Wewe fanya kwanza hiyo kazi, afu hayo mambo mengine tutajua nini cha kufanya. Naam, Gamba akanyanyuka kutaka kuondoka. Don Rafael akamwambia Gamba, Gamba, utachukua silaha kwa vijana wangu pale. Waambie wakuonyeshe ghala la silaha, sawa? Don Rafael alizungumza huku akimrushia Gamba funguo ya gari. Akamwambia, tumia gari yangu. Gari yangu inajulikana, hivyo askari barabarani hawatakusumbua. Okay, sawa. Gamba alitoka nje, aliminya pale button ya remote. Ilikuwa ni remote ya funguo aliyokuwa amepewa. Gamba alijikuta akiguna huku akiitazama gari hiyo. Ilikuwa ni gari ya kifahari kweli kweli ya rangi nyeusi. Sasa gari kama hii ya kifahari kweli ndo nikaifanyia hii kazi? Alizungumza yeye mwenyewe Gamba. Kaka, tumeagizwa tukuoneshe silaha zilipo. Okay, sawa, twendeni. Wakaingia kwenye chumba kikubwa kilichokuwa kinahifadhia silaha za kila aina mpaka mabomu ya kurusha kwa mkono. Akachukua pale bastola moja. Yule jamaa akamwambia, kaka, unachukua hiyo tu? Gamba akasema hii inatosha sana. Gamba alimjibu huyo jamaa aliyekuwa ameingia naye ndani ya hiko chumba. Alitoka ndani hapo kijana Gamba aliingia ndani ya gari na kuondoka hilo eneo. Majira ya saa 5 za usiku alifika katika nyumba ya baba yake na Glory. Gamba alishuka ndani ya gari huku akitazama watu waliokuwa wamekusanyika nyumba ya 3 kutoka ilipokuwa nyumba ya baba yake na Glory. Watu hao walikuwa wakicheza mziki almaarufu kigodoro, na hii ni kutokana na sherehe ilikuwa ni sherehe ya ndoa. Gamba alimsalimia mwanamama mmoja aliyekuwa amevalia dera huku jasho likimwagika akiwa ametoka kuseribuka mziki wa singeli. Safi tu kakangu, mambo? Mwanamama huyu alizungumza huku akimtazama Gamba kwa macho ya mtego, kwani usafiri aliokuwa ameutumia Gamba kufika eneo hilo. Mara nyingi gari za aina hiyo wanaisha tu kuziona kwenye TV ama kwenye picha za wasanii wakubwa. Na mara nyingi wamama hawa sio wanapenda sana simulizi za Uncle Jay. Mara nyingi walikuwa wanaona tu kwenye peji za Uncle Jay gari ya kifahari kama hiyo, na sio kuiona live. Huyu mama alichanganyikiwa kumwona Gamba akishuka kwenye gari ya kifahari kweli kweli. Mimi niko poa tu. Samani mamangu, kuna binti mmoja namuulizia anaitwa Glory. Aha, Glory. Glory mbona yupo kwenye familia ya kitajiri fulani hivi? Au unamzungumzia Glory gani? Huyo Glory yupo kwa mzee mmoja anaitwa Mzee Mashushu. Glory sasa hivi ana mimba ya mtoto wa huyo Mzee Mashushu. Hivyo mwenzetu ameshauaga umaskini. Kumbe. Gamba alitoa wallet mfukoni mwake, akatoa pale noti 5 za 10,000. Alimkabidhi mwanamama huyo aliyekuwa amejaliwa msambwa na kweli kweli. Jamani, asante wewe kaka, unataka twende nikakupe mbele pale? Unataka wapi? Mimi kokote pale nakupa jamani.
alizungumza mwanamama huyu huku akilegeza macho, akiashiria kabisa ni wale wa mama wa mjini. Hapana, mimi sihitaji hiyo huduma. Nimekupa hiyo pesa kwa ajili tu ya kukuuliza. Jamani wewe kaka wewe, pesa yote ni kwa ajili tu ya kuniuliza swali jamani, hutaki chochote? Mimi mwenzio hata ukitaka nini nakupa. Mimi mwenzio laini 2. Naelewa. Kuna baba yake na Glory. Kuna siku nilikuja hapa akanitambulisha kwa babake. Sasa sijajua kama babake naye pia yupo, kama naweza nikamwona. Babake yupo kule kwenye kigodoro, hebu njoo nikuoneshe. Mwanamama huyu alizungumza huku akiongoza njia na alizidi kuyatingisha msambwanda huku nyuma, akiamini kabisa hiyo ndo silaha ya kumteka Gamba. Huyu mama alijaliwa, akitikisa huku linatikisika, kitu ndembe asikwambia mtu, alafu imagine ndo kavaa tu kidela. Alafu wenyewe wanakuambia wakivaa dela ndani hawavai kitu. Basi kitu maini, mambo rojo, mambo yente. Mwanamama huyu alizidi kuonyesha ya kwamba yeye ni amekubuu kwenye mambo haya. Unaambia mpaka dela lila kama ameliingiza hivi katikati hapa kwenye kamfereji kama kalio, kama ameliingiza fia. Kodela likali mijibana mpia. Kitu kimemwagika la kushoto la kulia. Sasa akitembea pale nakwambia ule mwendo wenyewe kimitego. Mimi mwenyewe tu ninasimulia mate ananitoka, lakini unaambiwa Gamba alijikaza. Gamba alienda pale na lake unaambiwa. Wakafika kwenye duara lenye watu wengi na kisha mwanamama huyu akamwambia, "Yule pale unayemuulizia, yule pale ndo babake na Glory yule." Gamba alijikuta kishusha pumzi mara baada ya kumwona babake na Glory akiwa amemshikilia binti mdogo huku akikata naye mauno, huku akishuka chini na watu wanashangilia kweli kweli. Yaani huyu baba anapenda kigodoro na kuambia kama nini. Okay. Unaweza kwenda kumuita nikaongea naye pembeni? Ndiyo, ngoja nikakuitike. Wala hata sijali, wewe subiri. Okay, sawa basi mimi narudi kwenye gari pale. Haya, haina noma. Gamba alirudi alipokuwa ameliacha gari lake na kisha akaenda akaliegemea. Akamwona mwanadada huyo akiwa ameongozana na baba Glory. Baba Glory, mwanao ana madanga matajiri. Ona hii gari, wewe gari ushawahi kuiona hii? Toka uzee wako umewahi kuiona? Kijana, niambie kijana. Mzee huyu alizungumza huku akiwa ananuka pombe kweli kweli. Salama tu, heshima yako mzee. Poa tu. Mambo ya kuamkiana bwana imeshapitwa na wakati bwana. Wewe kaka, naweza nikapata namba yako ya simu jamani? Wewe hebu toka bwana, wewe huko bwana wewe. Kujipendekeza mwisho wa siku utakuja unaparamia tu watu unawajua hawa. Hebu niache wewe mzee wewe. Nimekuleta hapa ili mtu uongee na unaanza kuletea mambo yako ya kipumbavu. Mimi si nimeomba namba, kwani shida iko wapi? Unaitwa dada nani? Mimi naitwa Adija. Yaani ukija hapa ukaulizia tu dada Adija, utaletwa mpaka kwenye pazia la mlango wangu. Okay, sawa, nipatie namba yako. Mwanamama huyo alianza pale kutaja namba yake huku mwili wake ukiwa ni mweupe kwa kujichubua. Alikuwa amepiga mkorogo wa kwenda huku kwenye alama za vidole alikuwa ni mweusi ti kama ndizi za kuchoma. Yaani wewe nipigie tu muda wote, mimi nitakuja kukupa mambo. Si unajua mambo ya Kiswahilini nyinyi watoto wa kimatajiri nyinyi hamyajui. Yaani mimi ninakupa ulambe upake mpaka ushindo mwenyewe, mpaka utamsahau huyo Glory. Mimi ndo Adija mtamu, Adija mnato, gusa uteleze unase. Mimi hapa nipo hapa. Wewe bwana wewe toka zako bwana wewe huko. Wewe vipi bwana, hebu mimi niache niongee na mkwe wangu hapa bwana. Mzee huyu alimtimua mwanamama huyo na kisha mwanamama huyo akarudi kwenye kigodoro huku akiwa ameshajaa pesa anaambiwa. Mzee wangu, tunaweza tukaenda kuongea tofauti na hili eneo kwa sababu kuna makelele sana hapa. Hakuna shida, wewe twende tu, hakuna neno kijana wangu. Okay, sawa, unaweza tukaingia kwenye gari. Gamba alizungumza huku akimfungulia mlango baba Glory, huku akimtazama jinsi miguu yake iliyokuwa imejaa vumbi, huku kanda mbili alizokuwa amelizivalia zilikuwa zina rangi tofauti. Yaani ndara ya mguu wa kushoto nyekundu, ya mguu wa kulia ina rangi ya blue. Hivi kweli huyu ni babake na Glory au tumepigwa?
Gamba alijisemea kimoyomoyo huku akiingia ndani ya gari na kisha kaondoka kwa mwendo wa kawaida tu. We kijana we, mbona gari yako nzuri sana hii? Nashukuru. Vipi, unatumia kinywaji gani mzee? Kwa wewe unaonekana hata nikinywa bia hizi nitakuwa nachafua tumbo bwana. Kama nikipata vitu fulani hivi, vodka hivi na nyama hivi ya mbuzi au ya ng'ombe ya kuchoma, utakuwa umecheza sana kama Pele. Okay, sawa, kuna shida mzee wangu. Gamba alimpeleka kwenye baa moja kubwa iliyopo maeneo ya Mbezi Mwisho. Wakakaa eneo lenye kigiza kidogo na kisha akamwagizia pale anachokihitaji mzee huyu na kumfanya baba Glory ajawe na furaha kubwa mno. Gamba akaagiza pale maji ya moto. Alianza kuyanywa taratibu huku akimtazama baba yake na Glory aliyokuwa ameletewa vile alivyokuwa ameviagiza. Usiposhiba utaniambia mzee wangu. Wala usijali, nyinyi ndo wakwe mimi naowahitaji. Unajua mwanangu yule Glory hajakosea kabisa kukuchagua wewe. Aliropoka huku akizidi kula nyama iliyokuwa imechomwa vizuri na kukatwa vipande. Akakamulia pale limao kwenye mnofu wa nyama aliyokuwa ameshika. Aliitafuna huku utafunaji wake ukimkera kweli Gamba, ila Gamba alitabasamu kana kwamba ana furaha na kile kinachoendelea. Alipiga glasi moja ya whisky aliyokuwa ameagiza bila ya kuweka chini mpaka akamfanya kijana Gamba tabasamu. Kijana, niambie, unampenda mwanangu Glory Unampenda? Ya, anampenda mwanao, ila kidogo ananisumbua. Simoni na alishawahi kunielekeza kwako. Unajua mwanangu bwana, siku zote mimi nilimwambia atafute mwanaume mwenye pesa, atafute mwanaume wa kueleweka. Unajua wewe ni mwanaume mwenzangu, siwezi kukuficha kijana. Glory yule ni mjamzito na sasa hivi yupo kwa kibopa mmoja hivi anaitwa mzee Mashushu. Sijui Mashuzi, unahisi huyo mzee. Na toka amekwenda huko Glory, huku kwangu amekata mguu kabisa, hajaja kabisa kunitembelea. Sasa huko kwa mzee Mashushu anafanya nini? Katiwa mimba na mtoto huyo mzee Mashushu. Pole sana kijana wangu, nakwambia haya mambo kwa sababu najua mpaka umekuja kumuulizia unampenda sana binti yangu. Ila mimi ukiniwezesha, kijana, ukiniwezesha, mimi nakuhakikishia binti yangu yule Glory anakuwa ni wa kwako, na nitampiga biti yule, nakwambia mpaka yeye mwenyewe atarudi kwako. Si utanipa pesa kidogo kijana? Yeah, okay. Uko serious? Haki ya Mungu mimi nakwambia. Haki ya Mungu, mke wangu marehemu, mimi Glory yule namrejesha, anarudi mikononi mwako. Unajua hata mwenyewe nimeshangaa sana. Hivi kwa nini mwanangu Glory aende kule wakati wewe kijana una hela? Si angetulia tu na wewe? Okay, sawa. Mimi nitashukuru mzee wangu, ila nahitaji kukuuliza jambo. Wewe uliza tu. Nyinyi ndo wakwe bwana. Sio wakwe unamwomba 2,000 hana. Wewe ndo mkwe sasa. Hivi mzee wangu Glory alikuwa ni mtoto wa aina gani? Sasa sikiliza, mimi nakupa siri ambayo watu wengi hawaijui. Ndio mzee wangu. Sogea. Gamba alisogea karibu na mzee huyo huku akiwa makini mno kumsikiliza. Unasikia kijana? Yule Glory yule, mimi sio mtoto wangu wa kumzaa. Sijamzaa mimi Glory yule. Gamba alishusha pumzi akajifanya kushangaa huku alichokuwa na kihisi kikawa sasa ndo kimekamilika kwa 100%. Mzee, kweli yule sio mtoto wako wa kumzaa? Ndio. Yule mimi sio mwanangu wa kumzaa. Mimi na mama yake Glory tulikutana kipindi mama yake Glory ana mimba ya miezi 7. Oya, mama yake alikuwa ni piskali. Sema ni shida tu zilimfanya kuwa vile. Mama yake Glory alikuwa ni pisi ya maana. Kwa nikakubaliana na mimba yake, nikaamua kuilea.
Aisee mzee wangu, ndio wanaume wachache sana wanaoweza kufanya hivyo. Ndio. Mimi nilimpenda mamake Glory. Alikuwa ni mzuri. Kwa nilipenda boga nikapenda na ua lake. Yaani ni kama wewe. Ina maana wewe kijana wewe. Inaonyesha wewe uko tayari kulea mimba ya mwanangu Glory. Hata kama ile mimba ni ya mwanaume mwingine. Si ndio kijana? Ndio. Na mimi ndio ilikuwa hivyo hivyo. Na huo ndo wanaume sasa. Huo ndo wanaume. Wavulana hawa ndo utasikia mimi sitaki mwanamke mwenye mtoto. Mimi sitaki. Hawajuagi tu. Hawa wanawake wenye watoto. Hawa ndo wenyewe hawa. Kwanza wanajua maisha. Pili wanajituma. Tatu kwanza si unajua kama wanawake wenye watoto wanakuwa ni watamu. Naelewa mzee wangu. Kwa hiyo kuna vijana wengine vinajifanya vinampenda demu. Alafu binti akishakuwa na tumbo vinaanza kuzunguka. Alafu mimi nikwambie kitu kimoja, wewe kijana una bahati sana. Sasa mimi ndo nakwambia. Kwa nini mzee wangu? Nasikia hiko kivulana chake hiko kilichomtia mimba Glory, hiko kivulana kimekufa. Kwa hakuna mambo ya kupashana kiporo. Wewe unajichukulia Glory. Unajua Glory yule mzuri yule. Mzee, hichi unachoongea ni akili yako ama ni pombe? Sijalewa bwana. Kweli? Mimi niko sawa. Kwa hiyo wewe ukimchukua ile Glory ni binti mzuri. Naam, Gamba ilibidi atoe $100,000 katika wallet yake, akamkabidhi babake na Glory. Baba Glory akalamba pale kidole gumba, akaanza kuhesabu. Akaziweka mfukoni. Sasa hapa ndo penyewe kijana. Nitakueleza mambo vizuri sana ili uweze kunielewa. Mimi napenda wakwe watoaji. Una kama saizi hapa umeninulia bia na kunywa na kula msosi, umenipa na $100,000 hii mfukoni. Wewe ndo mkwe bwana. So hawa vivulana hivi. Mtu unakuja kutambulishwa kivulana kinashinda TikTok. Kina lamba tu lips. Ukimuuliza ni TikTok. Wakwe ndo nyinyi ndo wanaume. Okay. Sawa. Sasa kijana, ngoja nikwambie kitu kimoja. Ndio. Marehemu mke wangu alikuwa anafanya kazi kwa tajiri mmoja hivi. Sijawahi kumuona yule tajiri, ila anaitwa Rafaeli huyo tajiri. Huyo Rafaeli alikuwa ni miongoni mwa wafanyakazi. Yaani mke wangu alikuwa ni miongoni mwa wafanyakazi kwa Rafaeli. Alikuwa anafanya kazi. Sasa huyo tajiri huyo Rafaeli huyo alitaka mzigo. Sijua mama Glory mzuri. Amefanyaje? Amemind mzigo. Hiyo siku bwana akamuita ndani kwake. Yaani Rafaeli akamuita mama Glory ndani kwake. Akambaka. Na alipombaka alimtoa usichana wake. Kwa hiyo hapo ilikuwa ni kabla ya mama Glory kuwa na mtoto Glory, si ndio? Yaani hapa nakupa story kipindi hicho mama Glory bado ni binti mdogo. Kwa akabakwa. Siku hiyo alobakwa mama Glory ndo alipata mimba. Alibakwa na huyo tajiri Rafael. Ndio. Sasa kile kitendo kilimkasirisha sana mke wangu. Na ndipo hapo mama Glory akaacha kazi. Akaenda kujificha Uswahilini. Akawa anauza mama ntilie mpaka pale alipokutana na mimi, ndo tukabebana na shida zetu. Ndo likaja likazaliwa litoto likali kama lile Glory. Lilikuwa jeupe, zuri, limenona. Mimi tunakwambia kijana wangu. Sasa mzee wangu, huyo tajiri huyo nani huyo tajiri Rafael hana jina jingine?
hajawahi kunitajia jina zaidi ya hilo Rafaeli, ila kuna picha moja aliniachia. Hiyo picha ipo kama passport size. Aliniambia siku Glory akikua, basi nimweleze ukweli kwamba baba yake sio mimi, ila baba yake ni huyo Rafaeli. Sasa unajua siku hizi maisha yenyewe yapo kasi sana. Sijapata nafasi ya kumweleza Glory chochote mpaka leo. Hebu ngoja kwanza, ngoja niangalie kama nitaona kwenye ile wallet yangu kile kipassport cha huyo babake na Glory. Naam, baba Glory alizungumza huku akitoa wallet yake kwa msaada wa mwanga wa simu ya Gamba. Akawa anamulika. Baba Glory akapekenyua wallet yake hiyo iliyokuwa imechakaa. Akapaka passport kenye nimekaona, alizungumza huku akimkabidhi Gamba picha ndogo, na kisha picha hiyo Gamba alivyoitazama alijikuta na shusha pumzi taratibu, kwani mwanaume huyo anayemuona kwenye hiyo passport unaambiwa ndiye Don Rafael, ambaye ndiye leo hii Gamba anajua kumbe Don Rafael ni baba mzazi wa Glory. Toba! Hey! Okay, kwa hiyo huyu ndo babake na Glory. Ndio. Hata hivyo, nikwambie kitu kimoja kijana wangu. Unaweza kumlea mtoto wa Glory pasipokuwa na shaka yoyote. Sababu mimi nimekuona wewe kijana una maisha wewe. Uliwezaje kumlea Glory ikiwa sio mtoto wako? Sasa ngoja nikwambie kitu kijana. Unajua mimi nilimpenda sana Glory pamoja na mama yake. Ndio maana watu wote wanajua Glory mimi ni mwanangu, na sijawahi kuwaambia hata ndugu zangu. Kila mmoja anajua Glory mimi ni mwanangu. Umenipa sana moyo wa kuwa na Glory mzee wangu. Wewe unampenda Glory? Wewe unampenda? Sana tunampenda. Hakuna shida. Yule Glory ni wa kwako sasa. Kazi ya kumrudisha Glory hiyo niachie mimi. Nashukuru sana mzee. Na nakuahidi ya kwamba ukinirudishia Glory kwenye maisha yangu, maisha yako nitayafanya yawe bora zaidi ya sasa hivi. Kweli? Mimi nakwambia mzee wangu. Basi hiyo niachie mimi. Hiyo kazi niachie mimi. Naam, baba Glory akaagiza pale kiasi kingine cha nyama ya kuchoma, na Gamba akamlipia. Huyu mzee alikula pale, alikunywa mpaka aliporidhika. Gamba akampatia 100,000 nyingine mzee huyu, na kisha akamrudisha mpaka nyumbani kwake. Akakuta kigodoro kikiwa kinaendelea. We kaka. Gamba ilibidi ageuke na kisha akamwona Hadija. Umerudi tena? Ndiyo, kwani wewe hujaenda kulala jamani? Nilikuwa nimemrudisha hapa mzee. Labda nikuulize wewe, mbona hujaenda kulala? We, kigodoro kimenoga nakwambia. Ila kama unataka basi tuondoke wote, hakuna hata shaka. Mimi mwenzako mbona nipo available tu. Mkwe wangu. Ndio mzee. Achana nao wasichana wa mtaani hao. Hao wote wanuka chupi tu hao. Achana nao bwana. Wewe gari kama ile umpandishe huyu kweli sasa atakuchafulia tu. Baba Glory alizungumza kwa sauti ya kilevi huku akiwa amejilaza kibarazani kwake. Koma we mzee. Kama mwanao kashapata basha mpya, usituzuie watu tukapata bahati zetu. Kwanza mwanao nimempita kwa kila kitu. Nimempita rangi, nimempita kalio mpaka sura. Hivi mwanao ile Glory anaingia kwangu, wewe mwenyewe mimi unioni? Mimi ndo matashtiti, si unaniona? Niko henye. Kwendra zako wewe, umejichubua tu kama kenge. Sikiliza mkwe wangu, huyu asikuongope huyu. Hana uweupe wowote, uweupe wa mkorogo tu. Uweupe wa 3,000. We mzee wewe, usitaki nikakufungulia kidashtori hapa. Nitakupa matusi wewe. Gamba pamoja na baba Glory walijikuta wakicheka.
Sikiliza wewe, unaonekana kabisa hujui English. Kama hujui English sema usaidiwe. Inaitwa dictionary. Sio huo utumbo wako uliosema wewe huo. Hivyo bwana, nadhani umenielewa. Nitakufungulia hiyo dictionary ya matusi mimi hapa. Dada Dija, mimi nadhani nitakupigia. Acha mimi nikapumzike. Sawa, wewe ukinitaka mimi popote tu nitakuja. Ukitaka mzigo popote nakupa. Wala usijali dada Dija. Mzee wangu, naona umechoka sana. Ingia tu ndani ukalale. Kijana, unahisi nimechoka? Mimi nakwenda kwenye kigodoro pale nikabambie. Na hivi leo nina hela. Nitamkula yoyote ninayemtaka. Hata wewe Dija cheupe wewe. Njoo, mimi na hela wewe. Koma wewe, unahisi mimi wa kutoka na wazee kama wewe? Kwanza kwa pesa gani ulizo nazo wewe? Mimi nina pesa wewe, mimi nina pesa. Gamba aliona sasa hawa wanajuana. Yeye aliamua kuingia ndani ya gari huku akiona cheka. Taratibu aligeuza gari na kuondoka eneo hilo huku akimwacha babake na Glory pamoja na Adija wakiendelea kubishana. Gamba alifika nyumbani kwa Don Rafael. Alimkuta Mama Joe yuko pale sebleni. Mama, vipi, hujalala? Ujue sijapata kabisa muda wa kulala. Na hamu kubwa sana ya kumtesa yule mshenzi. Vipi, umefanikiwa tuliko kutuma? Ya, nimefanikiwa. Yuko wapi kwani? Mama Joe alizungumza huku akitangulia nje. Nimefanikiwa kumkuta, ila sijamteka. Hapo Mama Joe alimgeukia Gamba na alimtazama kwa macho makali mno. Gamba, unasemaje? Sijamteka. Unafanyaje kazi kizembe hivyo namna hiyo Gamba? Itakuwa ni jambo jema na la busara kama ukinisikiliza. Mama Joe alishusha pumzi taratibu iliyochanganyikana na hasira. Hebu nieleweshe kabla kichwa changu hakijavurugika sasa. Wazee wako wapi? Wamekwenda kulala. Gamba alitoka nje na Mama Joe na Mama Joe akanamfuata kwa nyuma. We Gamba, hebu niambie imekuaje huko ulikotoka? Leo nimepata nafasi ya kuongea na ule mzee kwa kina sana. Kasemaje? Kwanza yeye sio baba mzazi wa Glory. Nini? Ya, sio baba mzazi wa Glory. Hapo Mama Joe alijifuta macho yake yaliyokuwa yamejaa uchovu huku akimtazama vizuri kijana Gamba. Hivyo Gamba, una uhakika na unachokisema? Ndio, na uhakika. Alilewa sana. Nikamwibia hii picha aliyokuwa amenionyesha. Gamba alitoa picha ndogo na akamkabidhi Mama Joe. Mama Joe macho ya mshangao yalimtoka. No way. Huyo ndo baba mzazi wa Glory kwa story alionipatia. Ni kwamba alikutana na mkewe akiwa na ujauzito wa miezi 7. Mke wake alikuwa anafanya kazi kwenye nyumba ya tajiri aliyekuwa anaitwa Rafael. Na ndipo siku moja alibakwa na akatolewa usichana wake, na siku hiyo hiyo ndo alipata ujauzito. Aliacha kazi kwa tajiri huyo na alienda kuanza maisha yake Uswahilini, na huko ndipo alipokutana na huyo jamaa aliyemlea Glory kama mwanae. Na Glory anajua kwamba huyo ndo babake na hajagundua kwamba Don Rafael ndiye baba mzazi wa Glory. Glory hilo hajui mpaka leo. Amemua mwanangu. Sijui unanielewa Haijalishi ni mtoto wa nani, ni lazima nitamua. Hili swala litabaki kati yangu mimi na wewe, na nitakwenda kumteka huyo mpuuzi na nitamuadabisha mpaka huyo panya wake arudi. Sioni sababu ya kufanya hivyo. Wewe kwako huoni sababu Gamba, ila kwangu kuna sababu. Lazima alipe. Bila kukuvunjia heshima sitoifanya hiyo kazi. Hauko peke yako Gamba. Hata usipofanya wewe, wako vijana wangu wengine wataifanya hiyo kazi. Mama Joe
alijibu kwa hasira. Aliingia ndani huku akiwa na picha ya Don Rafael. Gamba aliingia chumbani kwake, alimkuta Juliana akiwa amelala. Gamba alivua nguo huku sura ya Baba Glory ilikuwa ikimrudia mno kichwani mwake. Hapana, siwezi kukubali mzee wa watu akateswa. Gamba alitafuta namba ya Adija na kisha akampigia. Henry Samboy, umefika salama eh? Ndio, nimefika salama. Samani, naomba unisaidie jambo moja. Niambie tu, unataka? Hapana. Upo na huyo mzee hapo? Na aliona ninavyobambia huku wanawake. Okay, sawa. Nakuomba umchukue huyo mzee, umweke sehemu yoyote ambayo ni salama. Bwana, mimi nishagombana nalo hili lizee. Unaweza hata nisikiliza mimi? Kwanza kwa nini nilifiche? Baby. Juliana alizungumza huku akimtazama Gamba. Gamba alikuwa amesimama. Gamba akamjibu Juliana kwa tabasamu. Nakuomba sana ufanye kile linalowezekana. Nitakupatia pesa. Pesa bei gani utanipa? Usijali, pesa nzuri tu. Utakapofanikiwa basi utanipigia. Okay, acha basi nijaribu. Gamba akakata simu. Baby, umerudi? Ndio mpenzi. Hapo Gamba alijibu taratibu huku akiwa anapanda kitandani. Umechoka eh? Kiasi chake. Pole. Basi tukiamka nitakufanyia body to body massage. Okay, sawa mpenzi. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Mama Jo akiwa anaongea na simu. Hebu nisikilizeni, hakikisheni mnamkamata akiwa yuko hai. Sawa mkuu. Mama Jo mara baada ya kutoa maagizo hayo akakata simu. Mke wangu, unaongea na nani? Naongea na vijana wetu. Wakafanya kazi gani? Wakamteke babake na Glory. Kwani Gamba, si tumemtuma Gamba hiyo kazi akaifanya? Gamba hajampata huyo babake na Glory? Kwani hao uliowatuma na kina nani? Ni watu wangu, mume wangu. Sasa hivi tupo kwenye vita. Tunapaswa kumdhibiti huyu binti kabla ya hajatudhibiti. Huyu Glory ameniulia mwanangu. Hilo najua kwamba nina uchungu ambao, yani ameingia kwenye familia yangu na ameharibu kila kitu. Yule binti amenipokonya mwanangu ninayempenda. Hivi unahisi Baba Jo mimi najisikiaje? Mimi najisikiaje Baba Jo? Mwanangu Jo kauliwa na huyu binti yupo tu. Lazima nilipize kisasi. Mama Jo alizungumza huku machozi yakimwagika kwa uchungu, na hapo ndipo mzee Mashushu alishusha pumzi taratibu huku akimtazama mkewe. Mke wangu, hebu njoo kwanza. Mama Jo alipanda kitandani na taratibu mumewe akamlaza kifuani. Wala hata usiwe na pressure. Tutampata tu huyo Glory. Hii sio vita ya kwanza sisi kupambana. Hebu niamini na nina imani tutashinda kwenye hili bebi wangu. Sawa mme wangu. Mama Jo alijibu huko moyoni mwake akiwa na hasira kali mno. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona yule binti wa kuitwa Adija, mcharuko wa Uswahilini, akiongea na babake Glory. Wewe mkweo yule ameniambia nikakufiche. Kwendra zako. Umeona nina pesa, unaanza kujipendekeza. Siwezi kula mabibi kama mimi, nakula vijana. Wewe mzee, wewe. Ndio nimekuambia nenda zako. Sina mpango wa kula mabibi mimi wewe. Hivyo unajua utanifanya mimi nitakosa pesa wewe? Kumbe. Ulitaka uniteke ili ukanichukulie pesa zangu. Huyo Adija umechuna, huniwezi. Baba Glory alizungumza kwa dharau huku akirudi kwenye mkusanyiko wa watu, asijue kwamba kuna vijana wametumwa waje wamteke. Sauti kali ilisikika na watu wakaanza kutawanyika kwa kukimbia. Askari zaidi ya 20 walianza kuruka ndani ya magari yao kabla hata
hata hayajasimama na kusababisha watu waliopo kwenye mziki huo wa kigodoro watawanyike, huku wengine wakichezea mabuti na virungu vya askari hao wa kutuliza ghasia. Adija na Baba Glory kila mmoja alitawanyika kwa njia yake, huku Baba Glory akijikuta yuko njia aliyokuwa amepita ikiwa imezingirwa na maaskari. Teke alilopigwa miguuni mwake likamrusha juu kimo cha mbuzi. Mzee huyo akaanguka chini, akanyakuliwa pale kwa kasi na kuanza kuburuzwa huku akipiga mayowe. Akaingizwa kwenye gari ya maskari huku akikutana na vijana wengine ambao ni wavuta bangi. Gari hiyo iliyokuwa imejaa wahalifu iliondoka eneo hilo kwa kasi mno, huku askari baadhi wakiwa wamebaki eneo hilo wakikusanya wahalifu wengine na kuwaingiza ndani ya magari mawili yaliyokuwa yamebaki eneo la tukio. Adija alifunga mlango wake na kujitupa kitandani huku akihema kweli kweli, kwani kupurukushani waliokuwa wamefanywa na maaskari haikuwa ndogo. Hadija alijipapasa kwenye sidira yake, akazitoa pesa zake na simu ndogo, akajifikiria kwa sekunde kadhaa na kisha akampigia Gamba. Yes, hello. Unanisikia? Ndio, vipi, mbona unahema hivyo? Polisi wamefanyaje? Wamekuja kukamata watu kwenye kigodoro. Sikufanikiwa kuondoka na yule mzee. Na hisi atakuwa ameshadaku na polisi. Ndiyo, kama unataka kumtafuta ukamtafute Central, ila ngoja tu kupambazuke nikamwangalie kwake, ila nisipomkuta basi ukamtolee dhamana huko Central. Okay, sawa, nashukuru kwa taarifa. Gamba alishusha pumzi huku akiwa na tafakari. Bebe, kuna nini? Mbona sikuelewi? Ni mambo tu ya kazi Juliano, nitashughulikia asubuhi. Gamba alizungumza huku akirudi kulala na kumfanya Juliana amtazame kwa sekunde kadhaa, na kisha aliweka mkono wake kifuani mwa Gamba akamkumbatia. Naam, msikilizaji, mlio wa simu yake ulimfanya Mama Joe afumbue macho kwa haraka. Alishuka kitandani na kisha akaichukua simu hiyo. Halo. Tumeshampata mkuu. Tumempeleka Central. Hebu mleteni kwa Don sasa hivi. Okay, sawa mkuu. Mama Glory alikata simu huku akitabasamu. Mke wangu, kuna nini? Mbona unatabasamu? Mzee Mashushu alizungumza huku akimtazama mkewe usoni. Mme wangu, yule mpuzi ameshakamatwa. Ngoja nimsubirie aletwe hapa. Namba aliyokupigia yule mpuzi wake si unayo? Nayo. Ngoja afike, haki ya Mungu. Hili mimi nalishughulikia mimi mwenyewe. Okay, sawa, mimi sina neno mke wangu. Ndani ya dakika 20, Baba Glory alifikishwa nyumbani hapo kwa Don Rafael kwa taksi. Akakabidhiwa kwa vijana wa Don na moja kwa moja akapelekwa kwenye chumba cha mateso. Akakalishwa kwenye kiti cha chuma huku jicho lake moja likiwa limevimba, na hii ni kutokana na kuangukia uso pale alipokuwa amepigwa mtama. Mama Joe pamoja na mume wake wakaelekea moja kwa moja kwenye chumba hicho cha mateso, huku mwanga mkali wa taa ukiwa unampiga Baba Glory usoni ili asiweze kuona watu waliokuwa wameingia hilo eneo. Mbona mtu mwenyewe anaonekana ni wahovyo kweli kweli? Hivi atakuwa babake Glory kweli huyu? Mama Joe alizungumza huku akimtazama Baba Glory. Ndo mwenyewe huyo, Mzee Mashushu alijibu huku akimtazama Baba Glory aliyekuwa anatetemeka kwa uoga. Mama Joe akampiga picha Baba Glory na kisha akaipiga namba ya Glory kwa video call. Ikaita na kisha ikakata. Ikaita tena na kisha ikapokelewa. Na hisi ulisahau kuweza kuhusiana na huyu mtu hapa Uliponiteka ulijua wewe ni mjanja sana, si ndio Glory? Sasa nakwenda kukuonyesha kwamba uchungu wa kuuliwa mtoto upo vipi. Mama Joe alizungumza kwa msisitizo mno. Glory kwanza alicheka. Age Mungu, kumbe. Ngoja niwatumie picha wewe na mumeo. Alafu mara baada ya hapo tuone mizani imegemea wapi. Glory alijibu kwa kejeri kwa kujiamini. Akakata simu hiyo na azikuisha sekunde 5 video ikaingia kwenye simu ya Mama Joe na Mzee Mashushu. Wote wakafungua video hiyo waliokuwa wametumiwa na Glory. Wazee hawa walijikuta wakitazamana mara baada ya kumwona mtoto wao Rosie akiwa kwenye mgahawa mmoja nchini Marekani anapofanyia kazi. Video hiyo inaashiria kwamba
endapo atamdhuru babake na Glory, basi mtoto wao Rozi, huyu mtoto wa pili, atakwenda kudhurika, kwani watu wa Glory ni wanamfuatilia Rozi hatua kwa hatua. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto, ndugu yangu. Glory anazidi kumtingisha mzee Mashushu na mkewe. Video ya binti yao Rozi waliotumiwa, je, itawazuia wao kufanya kile walichokipanga kukifanya kwa babake na Glory? Mambo matamu nyinyi. Imekuwaje hii? Mme wangu, hebu mpigie kwanza Rose, mpigie mtoto wetu kwanza Rose. Mama Jo alizungumza huku akiwa amejawa na wasiwasi, na hapo ndipo mzee Mashushu alitoka nje na kuipiga namba ya binti yao Rozi. Simu iliita hadi ikakata, ilibidi apige tena na simu ikapokelewa. Baba, shikamoo. Marahaba. We Rozi, huko unaendeleaje? Salama baba, mbona nahisi saizi nyi huko Tanzania si usiku, kwa hiyo hamjalala? Tumelala, ila tumekukumbuka sana, mimi na mama yako. Mama yuko kwani hapo? Yupo. Mpatie basi simu nimsalimie. Mzee Mashushu ilibidi arudi ndani na kumuita kwa ishara mke wake. Wakatoka nje. Halo. Mama, shikamoo. Marhaba Rozi, unaendeleaje huko? Nipo salama tu mama, sijui nyinyi. Mungu anasaidia. Sasa mwanangu. Mama, hebu nenda ubalozi wa Tanzania. Ukifika pale naomba nizungumze na balozi. Ila mama, unajua ubalozi upo mji mwingine kabisa. Kwa hiyo ni swala la kupanda ndege. Sasa mama, nipo kazini na kuna project tunaifanya. Okay, sawa mwanangu, ila hili swala ni la umuhimu sana. Mama bwana, mimi nawajua nyie, niambieni kuna nini kinachoendelea kwani? Hapo mzee Mashushu na mkewe wakatazamana. Mama, mmeshavuruga hivyo kwenye hizo biashara zenu. Nisikilize mwanangu, hili jambo ni kwa ajili ya usalama wako. Ndio nataka unieleze kinagaubaga kwamba mmeshavurugana na wenzenu huko. Kwa nini lakini mama mnataka kuweza kupata pesa? Yaani pesa hizo mnazitaka yani toka nikiwa niko mdogo, kwamba mtosheki na hizo biashara, mtosheki na hizo pesa. Kwa nini msiachane na hayo mambo mama? Tumempoteza kaka yetu Jo. Mnasema ni kutekwa kwa kawaida tu, ila mama najua mtakuwa mnahusika kwa namna fulani kwenye kifo cha kaka yetu Jo. Ni nini lakini mnakuwa hivyo? Kwamba furaha yenu nyinyi ni kutupoteza sisi watoto wenu wote, si ndio? Kwa nini hamtaki kuachana hayo mabiashara yenu? Hebu tusikilize mwanangu. Usijifanye kama ndo una hasira za kipuuzi. Sijui unaelewa? Ipo hivi. Kuna watu wanajaribu kutu blackmail. Sijui umenielewa? Watu hao wanataka kumzuia baba yako kwenye masuala yake ya kisiasa. Na wametutumia video ukiwapo kwenye mgahawa. Na ituma hapo video na kutumia kwenye simu yangu. Hebu angalia vizuri. Angalia, nimeshakutumia, angalia. Nimeiona, imefika, ngoja. Rozi alifungua video hiyo na kuitazama kwa sekunde kadhaa. Ni video ya siku hiyo majira ya mchana alipokuwa akipata chakula cha mchana na wafanyakazi wenzie kwenye mgahawa wa ofisini kwao. Mama, mbona hii kama ni ya leo? Na ndio maana tumekupigia simu. Kama kuna watu wanakufuatilia, inamaanisha kwamba maisha yako, binti yetu yako hatarini. Na ndio maana tumekwambia uende kwenye ubalozi wa Tanzania. Ukifika pale upewe ulinzi na uondoke nchini Marekani huko haraka iwezekanavyo, urudi huku Tanzania. Umenielewa? Mama, vipi kuhusu kazi? Kazi utaifanya kaburini siku ukifa. Sio manake watakuua hao. Wewe mbona unauliza maswali kipumbavu? Hebu fanya nilichokueleza. Sawa? Sawa. Fanya hivyo. Na ukifika kule ubalozini na kuomba uniambie, niongee na balozi wa Tanzania. Sawa mama. Mama Jo akamrudishia simu mumewe. Mwanangu, hebu kuwa mwangalifu sana. Na ikiwezekana zungumza na mkuu wako wa kazi, ikiwezekana wakupatie walinzi binafsi mpaka uwanja wa ndege. Na kama itawezekana uje Tanzania moja kwa moja na usiende ubalozini.
Sawa baba, nitafanya hivyo. Sawa binti yangu, hebu hakikisha unanipigia simu kila baada ya dakika 5. Au ngoja, ikiwezekana baki hapo hapo ofisini kwako. Mimi nitamtuma mtu wa kuja kuweza kukuchukua. Nimeshapata wazo. Sawa baba. Mzee Mashushu alikata simu na kuingia ndani. Mwanao ameniulia mwanangu, na nitamwonyesha kwamba mimi ni nani. Mama Jo alizungumza hivyo. Hapo mzee Mashushu alimkuta mke wake Mama Jo akizungumza kwa ukali huku akimpiga makofi baba Glory. Mke wangu, hebu njoo kwa tuongee. Wakatoka nje. Nisikilize mke wangu, kwa sasa huyu mzee hebu tumwache, tufanye mpango wa kumrudisha mtoto wetu hapa nyumbani Tanzania. Mme wangu, wewe una mtu gani huko Marekani unaweza kumwamini akamrudisha mtoto wetu nyumbani? Tumtume Gamba. Gamba? Marekani Gamba anaijua mpaka unataka tumtume Gamba? Si anapata maelekezo. Unahisi ni nani ambaye unaweza ukamwaminia akamleta mtoto wetu hapa Tanzania? Gamba ndo mtu sahihi. Nenda kamwite Gamba. Acha mimi nipige simu kwa watu wangu wa uwanja wa ndege, wamtafutie utaratibu wa kwenda Marekani. Sasa mambo ya visa, hilo niachie mimi. Gamba itabidi aende Marekani akamchukue binti yetu. Mama Jo alimtazama mumewe kwa sekunde kadhaa na kisha akaelekea katika chumba alichokuwa analala Gamba, akamgongea. Gamba? Naam. Hebu nakuomba mara moja. Taratibu Gamba alishuka kitandani, akavaa pale nguo zake, akatoka chumbani hapo. Unahitajika. Gamba alimtazama Mama Jo kwa sekunde kadhaa. Gamba ilibidi aulize, mama vipi, kwema kweli? Nisikilize Gamba, una safari ya kuelekea Marekani. Glory ameshaanza kumfuatilia Rozi na ametutumia hii video ikimwonyesha binti yetu Rozi yupo mgahawani, na ametuambia tukimdhuru baba yake atamdhuru Rozi pia. Gamba kaitazama video hiyo na akaujua huo mgahawa. Kwani hapa ndipo anapofanyia kazi? Ndiyo, ila safari inaandaliwa na mume wangu. Wakatoka nje. Visa ya siku 3 nimeshaipata. Hivyo nimeambiwa ndege ya kuelekea Marekani inaondoka saa 11:30 asubuhi. Gamba, kuna safari ya wewe kwenda kumchukua Rozi kule Marekani. Mume wangu nimeshamweleza kwa kiufupi. Okay, sawa. Sasa alichokuambia mama yako ndicho kinachoendelea. Glory amekuwa ni tishio kwenye maisha yetu. Babake yuko wapi? Yuko huko ndani. Mzee Mashushu alizungumza na kumfanya Gamba kumtazama Mama Jo usoni mwake. Sikiliza Gamba, tukifanikiwa kumrudisha Rozi, tutaweza kumfanya chochote huyu mzee mpaka Glory ajisalimishe. Mzee Mashushu alizungumza hivyo kwa msisitizo sana. Gamba akauliza swali, akasema, sasa masaa ya kutoka Tanzania mpaka Marekani, hususan ni New York, ni masaa mengi mno. Karibia inaweza kachukua siku moja nzima. Sidhani kama Glory ni mpuuzi kiasi hiko cha kupoteza masaa yote hayo mimi nikiwa niko kwenye ndege. Akawa namtazama tu Rozi yani, huku watu wake waliopo hapa nchini wakimpatia ripoti ya kwamba baba yake haonekani. Hivi mnahisi ya kwamba binti yenu Rozi ataendelea kuwa salama kwa masaa hayo ambayo nyinyi mtanisafirisha mimi kwenye ndege? Swali la Gamba likamfanya Mzee Mashushu kwanza ashushe pumzi taratibu. Wazee wangu, labda tu niwakumbushe kitu kimoja ambacho nyinyi mkijue. Glory ni anafanya kazi na viongozi wengi wa nchi mbalimbali. Hivyo kabla wewe hujapiga hatua yoyote, mnabidi kufikiria washirika wake na Glory.
Hapo binti yenu Rose huko Marekani amezungukwa na watu aina gani mnajua? Mnaweza mkahisi ya kwamba yupo salama, ila watu waliomzunguka utakuta ni watu wanaofanya nao kazi Glory. Wakati Gamba anaongea hayo, simu ya Mama Joe ilianza kuita. Alitazama kwa sekunde kadhaa. Anapiga. Nani anapiga? Glory. Hebu pokea tumsikie. Halo. Mama Joe alipokea simu hiyo. Naona binti yako anajaribu kutafuta mtu aliyemrekodi. We mshenzi wewe, endapo utamdhuru mwanangu Rose, nitakutafuna nyama mbichi, mshenzi mmoja wewe. Jamani mama mkwe, huwezi bana. Ngoja niwaambie ni jambo moja. Hata kama binti yenu huyu Rose atakwenda kwenye ubalozi wa Tanzania, au hata kama mkimtuma mtu aje amchukue, hataweza kuendelea kuishi. Mwacheni babangu, ili na mimi niweze kurahisisha huu mchezo, ni mwachie binti yenu. Naona mnasugua vichwa Naumiza vichwa muogesheni babangu, mtengenezeni hati ya kusafiria, mvalisheni suti vizuri, mkatieni tiketi, alafu nitawaambia mumlete wapi. Alafu na mimi nitawaondoa watu wangu wanaomfuatilia mtoto wenu. Na kama mnahitaji binti yenu arudi nchini Tanzania, atarudi vizuri tu, tena kwa amani. Na waahidi hilo, kwa sababu hao mabinti wenu mimi sina shida nao. Shida yangu mimi ipo kwenu nyinyi watu wawili, na nitawaonesha kwamba mimi ni nani. Alichokizungumza Glory, Mama Joe kwanza alishusha pumzi. Mnanielewa? Lakini mimi sina shida na watoto wenu. Shida yangu mimi ni kwenu. Yaani nyinyi ninawatamani leo kesho. Kwa hiyo sasa dili liko mezani kwenu. Nipatieni babangu, niwape mtoto wenu. Sawa, tutafanya hivyo. Okay, vizuri. Na niwaambie tu ya kwamba najua mnajua ninapoishi kwa sasa. Pia nina kiumbe tumboni hapa cha mtoto wenu. Kwa hiyo kwa sasa sitohitaji usumbufu wote. Na endapo mtanisumbua, basi niwaambie tu ukweli. Nitawapiga pigo ambalo hamjawahi kupigwa kwenye maisha yenu. Natakia alfajiri njema wakwe zangu jamani, tusisumbuane. Mniache kwanza nijifungue. Maana mtoto wenu ndiye alinipa hii mimba. Naombeni mkae kwa kutulia. Glory akakata simu na kumfanya Mama Joe achie msonyo mkali kweli kweli. Hivi kwa nini sisi hili hatukuliona mapema? Mzee Mashushu alizungumza huku akishusha pumzi taratibu. Jamani, hebu niacheni kwanza mimi nikalale. Mama Joe alizungumza huku akiondoka eneo hilo, huku akiwa hana hata hamu ya kuendelea kumtesa babake na Glory. Gamba, hebu kwanza mrudishe huyu mzee. Nahisi umesikia vibaya mzee. Usalama wa Rozi upo mikononi mwa huyu mzee. Glory anachokitaka ni huyu mzee mumsafirishe, na sio arudishwe kule mlipomtoa. Gamba, hebu ngoja kwanza nami nikalaze kwanza kichwa changu, nikamalize usingizi wangu. Naona kidogo siko sawa. Gamba alimtazama mzee Mashushu naye anayeondoka eneo hilo huku akitabasamu, lakini simu yake Gamba ilianza kuita. Alitoa mfukoni mwake na kuitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akaipokea. Hivyo bado upo na kiswaswadu chako? Glory, ni mimi naongea.
Unataka nini Glory? Gamba, nakushukuru. Unanishukuru kwa lipi? Ulikuwa na uwezo wa kumkamata babangu, ila uliweza kumwachia, ila wakatumia njia ya polisi kuweza kumshikilia babangu. Wewe yote hayo umejuaje? Mimi nina wapelelezi kila kona Gamba, na ulimpatia babangu nafasi ya kuishi kama ulivyonipatia mimi pale awali. Tunachopishana mimi na wewe Gamba ni watu walioamua kufanya nao kazi. Hao watu ni wabinafsi, wanajijali wao wenyewe kuliko watu wengine, na ndio maana huyo bibi Kizee aliamua kutumia polisi kuweza kumkamata babangu. Lakini Gamba, mimi sina ugomvi na wewe na hatujai kukosana na wala sikuchukii, ila tu najiuliza ni kwa nini unafanya kazi na hao watu. Milango yangu iko wazi Gamba, unaweza ukafanya kazi na mimi. Siwezi. Najua utaendelea kuwapigania hao wazee, ila mwisho wa siku Gamba, hao wazee watakuja kukusaliti na wewe. Amini maneno yangu. Mfano mzuri leo alikuzunguka huyo mama. Gamba, jifunze kabla kupata maumivu yatakayokuja kukuangusha chini na utakosa msaada wa kukuinua. Nikuombe jambo. Nakusikiliza Gamba. Usije ukamdhuru Rozi. Nimeshawaeleza wasipomwachia babangu wasahau kuhusiana na mtoto wao. Wakimwachia babangu, basi mtoto wao atarudi salama salimini. Ndio, okay, sawa. Nikutakia alfajiri njema Gamba. Glory alikata simu na kumfanya Gamba atembee mpaka kwenye mlango wa chumba alichokuwa amewekwa baba Glory. Akachungulia ndani, alimwona baba Glory akiwa amefumba macho huku taa yenye mwanga mkali ikiendelea kummulika machoni. Akaizima taa hiyo, akatoka chumbani hapo pasipo baba Glory kumwona. Mme wangu, umeshamwahidi Rose kwamba kuna mtu namtuma. Sasa itakuwaje hapo? Hebu tuachane na huyu mzee mwenye mlevi, huyu mzee mwenye mlevi kabisa. Mme wangu, lakini kumbuka Glory ametuulia mtoto wetu Joe. Sawa. Haya, wewe mke wangu unataka tumuue Rose, sio manake ili roho yako itulie, ama unatakaje? Sitaki kumpoteza mwanangu mwingine. Ukiamka hebu fanya mawasiliano na huyu mpuzi, ujue baba yake anasafirishwa vipi. Full stop. Mke wangu, nina mambo mengi sana ya kufikiria. Nimejijenga kwa kisiasa kwa kipindi kirefu na kwa muda mrefu. Sitokuwa tayari mambo yangu ya ndani yaje yatolewe nje. Pesa na muda nilowekeza kwa ajili ya kugombania ubunge vije tu viyayuke kama barafu. Umenielewa mke wangu? Haya mambo mimi sitaki. Sawa. Nashukuru kwa kunielewa. Nahitaji mwanangu arudi hapa akiwa yuko salama. Sawa. Mama Joe alijibu kwa sauti ya upole, huku nafsi yake ikiwa inakataa kabisa kumwachia baba Glory. Mama Joe alishuka kitandani na kutoka chumbani hapo. Alitoka kabisa nje na kumwona Gamba akiwa amekaa sehemu. Gamba. Ndiyo mama. Hivi kwani mimi nimefanya makosa kumkamata babake Glory? Kwa nini unauliza hivi? Nimekuuliza tu. Sijajua mama, kwa upande wako unaonaje? Kwa sababu wewe ulikuja na kuniambia huoni sababu ya msingi ya kumkamata huyu mzee. Ya, ndio. Nilifikiria mbali. Hilo ulichokifanya ni kuwapigia maaskari, ukaenda ukamkamata, jambo ambalo usipokuwa makini linakwenda kuweza kugharimu maisha ya mwanao Rose. Ila ni kuhakikishie Gamba, mimi siwezi kumwacha yule Glory. Lazima nimshughulikie. Nampigia mkuu wa CIA na muomba vijana wake wamsaidie kumleta mwanangu nchini Tanzania. Hayo ni maamuzi yako mama. Hayo ni maamuzi yako wewe kama wewe. Na bado upo serikalini. Ila mimi sipo huko serikalini. Na hali inayoendelea kwenye familia yako, nafikiria kurudi kwenye maisha yangu tu ya kawaida. Lakini Gamba, hilo tumeshalizungumza. Na nimekuleta hapa kwa ajili ya kulinda familia yangu. Ni kweli. Ila unapoyaona maamuzi yangu ni ya kipumbavu na ya kwako ndo maamuzi sahihi, huo ni usaliti. Na ukumbuke sipo chini yako. Na hapa ninaishi maisha ya kuigiza. Ila unanijua vizuri kabisa.
Nikaamua kuishi maisha yangu, si wewe wala mtakataka yeyote anayeweza kuniamrisha. Hivyo weka hilo akilini mwako. Yaani usijisaulishe kwamba mimi ni nani. Nimechukizwa sana na upuuzi uliofanya wa kwenda kumteka huyu mzee kwa kigezo cha kutumia maaskari. Fikiria kama professional na sio kama mpuuzi. Gamba alizungumza kwa msisitizo na kwa ukali kweli kweli, ila kwa sauti ya chini. Alisimama na kuanza kuondoka eneo hilo na kumfanya Mama Joe amsindikize kwa macho tu. Na jambo jingine, msimtese mtu ambaye siye baba sahihi wa Glory. Kama mnataka kumtesa babake na Glory, basi mumtese baba yake halisi kwa sababu mnamjua. Huo ndio ushauri wangu. Ukikubali upokee, na usipokubali achana nao. Huyu mzee mnayemtesa siye babake na Glory. Ila niwaambieni tu ukweli, sitohitaji kuendelea kufanya kazi kwa akili, alafu wewe mwisho wa siku unakuja kuamua mambo ya kipumbavu. Nitakuwa naiumiza tu akili yangu. Gamba, kumbuka mimi ni bosi wako. Bosi kwenye nini labda? Mimi sipo serikalini na nilishatoka. Nimekuja kwenye maisha yako kwa maombi yako wewe. Au unahisi ninavyojifanya mimi ni mkata majani ama dereva wa mume wako, yaani ndio unaweza ukanimiliki, sio maana yake? Nakuuliza wewe, yaani kwa ubosi gani wewe unao mpaka nijione wewe ndio bosi wangu? Gamba. Sio Gamba. Nimerudi kwenye haya maisha ya kutumikishwa. Wewe ndio umeniomba. Tena ulinipigia mpaka magoti kwa sababu unajua hatari yangu, si ndio? Naelewa. Sasa kama unajua kazi yangu, nikikwambia ufanye jambo au uachane na jambo, basi unatakiwa uweze kunisikiliza. Wewe na Glory mmefikishana hapa. Sasa endeleeni kuifurahia hiyo pressure ambayo nyinyi mnaitengeneza. Na niwaambie kabisa ukweli, Glory hamumwezi. Na msinihusishe kwa chochote kinachohusiana na Glory. Nitakachojali ni kumwendesha mume wako. Na yake nizingua, jua tu kabisa kwamba dakika 0 mbele. Sicheki na kima. Mambo ya kipumbavu ya tunafanyiana. Ala, mtu nahatarisha uhai wangu, maisha yangu kwa sababu yenu nyinyi, alafu nyinyi mnaleta mambo ya kijinga tu. Kwani mnadhani kwamba mimi na shida na kwamba nina shida na hii hela ambayo nyinyi mnanilipa? Mnazingua. Naam, Gamba aliondoka eneo hilo na kumwacha Mama Joe akiwa na kunja tu vidole vyake mikononi mwake, kwani mambo yanakuwa mabaya. Alimshuhudia Gamba akiingia ndani ya gari ndogo aina BM na aliondoka nyumbani hapo kwa Don Rafael. Mama Joe alipiga kelele kwa sauti ili kuitoa hasira yake. Gamba alifika katika danguro la Don Rafael, alisimamisha gari, akashuka na moja kwa moja kijana Gamba akaelekea kwenye chumba cha mwanadada G. Akaingia ndani, alimkuta mwanadada G akiwa amelala na mwanaume, huku wote wamechoka kutokana na mechi waliokuwa wameipiga. Gamba aliwatazama kwa sekunde kadhaa na kisha akaelekea mlangoni. Hey we! Sauti ya Grace ilimfanya asimame kumtazama. Taratibu Grace akanyanyuka. Wewe, muda wako umeisha, hebu sepa. Lakini mbona bado bwana, sijapiga hata mshindo. Nimepiga mshindo mmoja tu, bado mshindo wa pili. Bwana wewe, nenda bwana wewe, nimekwambia muda wako umeisha nawe. Grace alizungumza kwa sauti ya ukali huku akimtingisha mwanaume huyo. Alishuka kitandani huku akimtazama Gamba. Alivaa nguo zake na kisha akatoka ndani hapo. Wewe kaka, umenisusa. Grace alizungumza huku akitabasamu na kumfanya Gamba mtazame kwa macho makali, huku moyo wake ukimuuma kwa maumivu makali mno. Wewe mbona umetoka na hasira yako huko unaniletea mimi hapa? Au ushaanza kunionea wivu, unanipenda Umenikuta na mwanaume mwingine unaona kama vile unaniletea hasira Au umeshasahau mimi ni kazi yangu? Nikutakia asubuhi njema. Wewe Gamba vipi?
Asa umekuja kwa ajili yangu au umekuja kwa ajili ya nini? Sasa unaondoka ili weje sasa? Usiniguse. Nenda kaoge. Nini bwana, usinishike bwana. Wewe unanishikaje na majana yako ya wanaume wengine bwana? Wewe leo mbona asubuhi unaonekana mbaya hivyo? Sio kaida yako Gamba. Ilibidi aingie bafuni kwanza kwenda kuoga. Gamba akafungua kabati na akatoa nguo zote za Grace, akaziweka kitandani. Gamba, nini unafanya? Tunaondoka. Unaondoka na nani? Na tunakwenda wapi? Sijui tunapokwenda, ila vaa, beba nguo zako, tumekwambia tunaondoka. We kaka. Mimi sio mzigo. Ukasema kwamba unanichukua tu na kunipeleka tu pale ambapo unapahitaji. Alafu isitoshe Gamba, mimi na wewe sio wapenzi, alafu nakuona kabisa yani kwamba toka tumelala ile siku yani kama vile unajimilikisha hivi kwamba yani kama mimi kama mke wako. Nilishakwambia Gamba, ukija hapa kwangu unakuja kama mteja, kama wateja wengine. Unapewa huduma yako unaondoka. Unataka kuniaminisha kwamba mimi nilizoea hata kulala na wanaume 5 kwa siku. Wote waweza kuniridhisha mimi, wewe mtu mmoja wewe? Hebu achana hizo mambo basi Gamba. Usiletea sira zako mimi. Unasemaje? Umenisikia, siwezi kurudia mara mbili. Mimi sio aina ya wanawake unaowataka wewe, nadhani umenielewa. Kwa kukufungulia moyo wangu na kukuruhusu uingie ndani ya nafsi yangu nimefanya makosa. Tena makosa makubwa sana. Uliwahi kuna wapi malaya akapendwa? Hizo hisia mimi zinatoka wapi? Nilishakupa profile yangu. Sasa kwa nini una haha kunipenda? Achana hizo mambo. Afu isitoshe, umeshanijua kidogo tu. Kule tulikokutana kule. Cause to me hiyo kama kuweza kunihadaa. Sijui unaelewa Alizungumza kwa msisitizo huku akirudisha nguo zake kabatini. Gamba kwa hasira alipiga ngumi kadhaa ukutani, akamgeukia G. Wewe vipi? Unataka kuniua au? Grace alizungumza huku akimsogelea Gamba. Alimkumbatia kwa nguvu na kumfanya Gamba naye amkumbatie. Kwa nini nimekupenda? Kwa nini nimekupenda? Na mimi nakupenda pia Gamba. Grace alizungumza kwa sauti ya mahaba huku akilia kwa uchungu. Nisikilize Gamba. Sipendi kufanya haya yote. Nahitaji na mimi kutulia. Nahitaji kuona kwangu. Nahitaji pia kuona mume wangu. Sasa kwa nini hutaki tuondoke? Siwezi kutoka. Nimeshaingia. Umeingia? Umemaanisha nini kwamba huwezi kutoka? Nimekula kiapo cha damu. Kiapo ambacho endapo nitatoka, nitasakwa dunia nzima na nitauawa mimi na familia yangu yote. Na nikakwambia upuuzi. Siwezi kukueleza. Siwezi kukueleza in details. Ila tunakuomba unielewe kwamba hapa nilipo siwezi kutoka, ni kama mfungwa. Inabidi unieleze ili nijue namna ya kuweza kukusaidia. Gamba, kama umekuja kwa ajili ya kunidinya, na kuomba unidinye. Ila kama umekuja kwa masuala ya kunipeleleza, tafadhali na kuomba uondoke. Ondoka Gamba. Grace alizungumza kwa ukali huku akimtazama Gamba usoni mwake. Gamba alitembea mpaka mlangoni, akafunga pale mlango wa hiki chumba kwa ndani na kisha akarudi eneo alipokuwa amesimama Grace. Nisikilize G. Najua upo kwenye nyakati ngumu ambazo unaona hakuna wa kuweza kukusaidia. Ila nipo hapa kwa ajili ya kuweza kukusaidia. Sihitaji msaada wako. Msaada utakaomwaga damu za watu wengi. Nimeamua kuishi hivi na kuomba uniache niwe hivi kama nilivyo. Umenikuta hapa na utaniacha hapa. Sio wewe Gamba. Ni wanaume wengi sana wamekuja hapa kwa kigezo cha kunipa ofa ya kuachana na haya maisha. Ila sijawaza na wala sihitaji. Ukijisikia siku unahitaji msaada wangu nipigie.
Gamba aliondoka ndani hapo huku moyo wake ukiwa una hasira mno, maana kusema ukweli Gamba ni amemwelewa huyu binti vibaya mno, ni anampenda kindaki. Gamba kaingia ndani ya gari na kisha kaondoka. Maisha ya upweke yatanimaliza. Juliana ananipenda lakini mimi simpendi. Grace nampenda lakini naona kabisa yuko tayari kwa upande wangu. Gamba alizungumza huku akiendesha gari mpaka pembezoni mwa bahari. Alikaa eneo hilo huku kichwa chake kikiwa kimemvurugika kwa mawazo. Kaka, ice cream nauza? Nashukuru. Gamba alizungumza huku akimtazama kijana huyu mdogo aliyekuwa anauza ice cream za kampuni kubwa ya kuuzia ice cream. Hey dogo, hebu au njoo kwanza. Unauzaje ice cream? 500. Ipi nzuri? Zote hizi kaka nzuri. Zote nzuri? Ya maziwa ni ipi? Hii hapa ya maziwa. Okay sawa, na wewe chukua moja. Kijana huyo alichukua ice cream moja, akaweka deli alilokuwa amebebea ice cream pembeni, na Gamba akamwonyesha kwa ishara akae pembeni yake. Hii kazi umeifanya kwa muda gani dogo? Mwaka wa 2 kaka. Kwa umri wako huo kwa sasa, sina kupasa ungekuwa shuleni wewe. Kaka, unajua baada ya babangu kufariki ametuacha na mama yangu ambaye kifo cha baba kilimshtua, akapata tatizo la akili, hivyo imenibidi niache shule nisomeshe wadogo zangu wawili. Aisee, pole sana. Asante kaka. Wewe ndo wa kwanza kwenu? Baba alikuwa anafanya kazi gani? Baba alikuwa ni askari mkubwa tu, alikuwa na nyota 2. Kifo chake kilisababishwa na kuumwa? Ni nini? Kijana huyo alikaa kimya kwa sekunde kadhaa huku machozi yakimlengalenga. Nisikilize dogo, ila kama hujisikii kuliongea hilo swala jambo na kuomba uache. Amna kaka. Kijana huyo alizungumza huku machozi yakiwa yanamtoka. Siku ambayo babangu aliuawa ilikuwa ni siku ya birthday ya mama. Tulikuwa tuna maisha mazuri tu, ila tuliandaa sherehe na majirani walikuja pale, na baadhi ya ndugu wa mama na baba walikuja ndugu. Sasa baba yeye alikuwa anaongoza kikosi cha wauza madawa kulevya. Niliwahi kumsikia siku anaongea na mama kwamba kuna wauza madawa wanamtisha, na yeye aliapa kuwakamata na kuwafikisha mahakamani. Ilikuwaje? Alikuwa na wakatalia ofa anazopewa. Hivyo ile siku nakumbuka vinywaji kwenye sherehe viliisha. Hivyo baba na anko ambaye ni kijana mdogo tu ila amenipita mimi miaka kama 4 hivi, walitoka wakaenda kwa Mangi ili amsaidie kununua vinywaji vya sherehe. Sasa wakiwa wameshanunua hivi, wanasubiria kuvuka barabara kurudi nyumbani, mashuhuda wanadai kwamba waliona gari nyeusi ikisimama mbele yao, na wakashuhudia baba na mjomba wanaanguka na gari hiyo ikaondoka kwa kasi mno. Walipowakimbilia, walipokuwa wameanguka pale, kwa maana pale dukani kwa Mangi kulikuwa kuna watu wengi tu, hivyo waliwakuta wakivuja damu nyingi, huku anko akiwa amepigwa risasi za kichwa na baba risasi za kifua. Hivyo hadi wanafikishwa hospitalini walikuwa wameshakufa. Aisee, pole sana, inaumiza sana. Ndio hivyo, baada ya baba kufariki, ndugu wakagombania mali, wakatuacha si hatuna kitu. Mama amechanganyikiwa, kwa tulijikuta tunafukuzwa, na sasa hivi tunaishi Buza. Nimepanga chumba kimoja hivi. Kazi hii ndio inanisaidia kulipa kodi na kuendesha maisha ya familia yangu. Polisi wanasemaje kuhusiana na wahusika? Hakuna aliyekamatwa. Kila siku wanasema wanafanya uchunguzi. Inakwenda mwaka wa 3. Aisee, hili jeshi letu hili. Ila nasikia kesi yake imeshazimwa na wakubwa. Hivyo hata mafao ya baba nimejaribu kufuatilia, ila nazungushwa tu. Umesema unaishi Buza? Tunaweza tukaenda kumuona mama pamoja na wadogo zako, labda naweza nikawasaidia kidogo. Kijana huyo akamtazama Gamba kwa sekunde kadhaa na kisha akasema sawa. Kijana huyo alijibu kwa kutokujiamini, ila Gamba alitabasamu na kumwonyesha yeye ni mtu mwema. Waliingia ndani ya gari na kisha wakaondoka. Ndoto zako ulikuwa unatamani kuja kuwa nani?
Nataka kuja kuwa askari mpelelezi na wale wote waliofanyia mabaya familia yangu waweze kulipa. Unaweza kuwa askari mpelelezi, ila usiporudi shule hutaweza kuwa askari mpelelezi kwa sababu unapaswa kuweza kuwa na elimu ya kutosha kichwani mwako. Ndio hivyo, sijapata nafasi ya kuendelea kusoma. Ulikuwa unasoma shule gani? Fedha Boys? Ndio. Aise. Baba alikuwa na maisha mazuri. Baba alikuwa ni tajiri, alikuwa na mabasi, malori, maduka, ila vitu vyote vimeangukia mikononi mwa ndugu zake ambao wameonekana wana tamaa ya pesa, na mali zote mama ndo alikuwa anazijua. Na ndio hivyo mama amechanganyikiwa. Usijali, tutajua namna kuweza kurudisha hivyo vitu. Miaka 3 imepita kaka. Hata ingekuwa miaka 10, kila alichukua kitu cha mtu na kumdhulumu mwingine ni lazima tu alipe. Kweli? Wala hata usijali. Tuanze kwanza na afya ya mama, alafu kisha mambo mengine yatafuata. Sawa. Sasa kaka, kwa nini unataka kunisaidia mimi? Gamba alitabasamu huku akimtazama kijana huyo. Hivi unaitwa nani? Mimi naitwa Ruben. Mimi naitwa Gamba. Hivi unaweza kuniita Uncle Gamba? Nashukuru kwa kukufahamu. Nirudi kwenye swali lako. Na kusaidia kwa sababu nina moyo wa kusaidia wenye shida. Kwenye haya maisha ukimshika mmoja na ukamsaidia akanyanyuka kimaisha, basi ujue huyo mtu atakuja kumshika mwingine mkono na atakuja kusaidia wengine. Hivyo maisha ni kama ngazi. Jinsi unavyotengeneza ngazi kwa wenzio kupanda, ndivyo jinsi siku watakavyoweza kusaidia kukushika na kukunyanyua pia upande juu. Sawa. Asante. Wakafika eneo, wakaliacha gari, wakaingia mtaa wenye vichochoro vingi, wakafika katika nyumba anayoishi Ruben pamoja na ndugu yake. Tena hata bora nimekuona. Wewe unajifanyaga kunikimbia sana we. Pesa yangu ya kodi naitaka. La sivyo nitawafukuza mie. Nimewavumilia hapa na nimeshachoka. Mwanamama mmoja waliyemkuta akifua pale alikuwa anazungumza huku akimtazama Ruben machoni mwake. Ila mama, simuona na mgeni. Mgeni kitu gani mbele ya kodi yangu? Yaani nishindwa kuzungumza mimi kisa mgeni? Mama, nakutafutia nitakupa. Nipe. Una kazi tu ya kuamka saa 11 unanitoroka tu hapa. Anakudai bei gani? 60,000. Gamba alitoa wallet yake, alimkabidhi mwanamama huyo 70,000. Hapa sawa, sasa ndo tunaendana. Kaka, asante, Mungu akubariki. Amina dogo, sijali. Waliingia ndani ya chumba hicho chenye hewa nzito kutokana na dirisha kenyewe kilikuwa ni kidogo. Gamba alijikuta anashtuka. Alimtazama mwanamama huyu aliyekuwa amelala kitandani hapo. Akili yake Gamba ilifanya kazi kwa kasi ajabu mno. Kumbukumbu zake zikamthibitishia kuwa mtu anayemwona hapo kitandani ni mwanamke aliyempenda walipokuwa hapo shule ya sekondari, na kilichotenganisha mara baada ya kumaliza kidato cha 4 ni Gamba kuelekea jeshini na kujua mpenzi wake huyo ni wapi alipoelekea. Na alipokuja kumtafuta baada ya mafunzo ya komando yaliyodumu kwa miaka 5, hakuwahi kujua ni wapi alipoelekea mpenzi wake huyo ambaye ndiye mwanamke wake wa kwanza kumpenda kwenye maisha yake. Bana, mambo yanazidi kupamba moto. Baada ya miaka mingi, Gamba anafanikiwa kukutana na mwanamke aliyempenda kwenye maisha yake, ila kwa bahati mbaya mwanamke huyu amemkuta kwenye hali mbaya mno ya kuchanganyikiwa. Je, ni nani ambaye amehusika na kifo cha mume wa mpenzi wake? Na akimfahamu, unadhani atamfanya nini? Bado usikose kufuatilia katika sehemu ya 9, mzigo mtamu wa kuitwa Hitman Driver. Bana, mambo matamu, mambo yanazidi kupamba moto. Mimi hapa naitwa Uncle J Masimulizi. Asante sana kwa time yako na kuomba sana msikilizaji, tukutane kwenye sehemu ya 9. Yo tupate kujua jamaa kamkuta ex wake, sasa itakuwaje? Lakini ex mwenyewe unaambiwa kachoka, alichoka mbaya. Oh yeah. Mimi ningekuwa msanii, mimi ningekuwa na hit song noma.